Sasa sikilizeni wanangu. Kamkubwa mimi nimekuja. Kuna kitu nataka mnisupport yani. Tukusupport vipi? Unaimba muziki au? Sio ndombolo mzee. Kuna kitu nataka mnisaidie kama sera wenu. Si mnamjua yule ndege wangu yule? Sasa yule ndege wangu anataka olewe. Umeona? Anataka olewe. Anaolewa Jumatatu. Jumatatu mazingira ya saa 8. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Mimi nataka tukamteke yule. Mida ile ile. Tukamchukue pale. Tukamteke kwenye harusi au sasa hivi? Kwa nini? Yaani maana ya kumteka yule demu alikuwa mimi kwanza hanitaki. Umeona? Na yule mshikaji pia atakayeoa pale hampendi vile vile. Umeona? Sasa tukapanga kwamba ili mimi nipate chance ile inatakiwa mimi nikamteke. Nimtoe kwenye mazingira yale. Benatano. Mikazo. Benatano. Mikazo. Kwanza sikilizeni. Huyu mwanetu. Afu kizingatia wewe hapa Benatano jua Mikazo sasa 62 chekelea. Ushanielewa? Tukio lake tukio letu au sio? Tunaenda kufanya kweli. Ushanielewa? Kama hivyo mwanangu. Tunaenda kufanya kweli. Lakini kamkubwa, asija akatupa mchongo kumbe peni mwanangu. Unaandikia mwisho siku wino unaisha. Tunamteka mtoto afu mwisho siku mtoto anazingua. Tunakinda tunapona. Unanijua mimi nalo mbaya mwanangu. Sasa sikiliza. Kubwa. Ndo mwenye tukio hilo. Ushanielewa? Unatakiwa ufuatilie yale maeneo. Yani tukio lini unafuatilia masaa mpaka dakika, ushanielewa? Alafu wote kwa pona mwanazunguzisha hapo, ushanielewa? Utaenda nazisha, mtakuwa mnafuatilia kwa umakini. Sawa? Sawa, mimi nitawapangilia. Hivyo zesha? Naam. Utaungana nayo hapa, sawa? Poa. Sio kama la kwanza ujue. Hatukosei sasa hivi. Tushasoma. Kubwa. Ushanielewa? Tunaenda saa 8. Saa 8. Kama hivyo. Kibarati, unakuwa makini utaongozana na nani? Baridi hapo. Sawa? Sawa. Mimi nitakuwa na nani? Na wewe hapo ushanielewa? Hivyo. Hayawi. Sasa hivi nataka kuwa. Ndoa ni kesho mwanangu. Umenielewa? Yaani ushauri wangu na kuomba ukatulie kwa mume wako. Umenielewa? Ndoa ni ngumu, lakini ndoa sio ngumu ukimheshimu mume wako na hao utakao wakuta huko nyumbani huko nakoenda. Sawa mama. Majogo. Naam mama. Njoo mwanangu tushauriane huko. Mama, chukua kiti hapo ukae. Hapa tushauriane, unajua tena? Ndo tayari shamla. Ni kweli. Hakuna kulaza damu. Kabisa. Mariamu vipi? Safi. Mbona kama umepoa mdogo wangu? Au unaogopa? Changamka. Sawa kaka. Haya mama, umeniita? Nimekuita. Ndio mama. Unajua mjomba wenu Msali leo ndo anakuja nyumbani. Mjomba Msali. Sipati picha. Maana mjomba yule nao wa moto. Ndio hivyo. Ndio inapotakiwa kwenye shughuli. Patanoga, Sasa tukiwa tunamsubiria mjomba wenu ni kwa ajili ya kumjenga Mariamu kwenda kutulia kwenye ndoa yake. Kabisa. Na wewe pia kaka mtu atakiwa utoe ushauri. Mambo yawe mazuri. Sawa. Mariamu mdogo wangu. Mimi wa kiume. Wala sio ugungwe wala nyakanga. Nahisi mama atakuwa kashaongea vitu vingi sana kuhusu ndoa. Mimi kakako hata kuoa kwenyewe bado sijaoa. Kwa hiyo sintokuwa na maneno mengi sana ya kukwambia. Sasa huyu mjomba ndo anakuja saa ngapi? Muda wote anakuja. Nimeongea naye kwenye simu, kasema hapo njiani.
Unavyomjua mjomba wangu yule ana mambo mengi. Mtu wenyewe atajua hapo mjomba. Kaka yangu. Mimi hapa hamu yangu ilikuwa wewe. Baada umefika hapa najua jambo litaenda sawa. Karibu sana mjomba. Mjomba karibu. Haya asante. Mjomba wewe ukisafiri wewe. Wacha kabisa mvua. Yaani na huko kuna mvua pia? Mvua nyingi sana. Hii neema hii. Karibu. Neema mjomba. Karibu kwanza ndani. Wewe. Unajua kesho ndio shughuli. Kwa usijue kazingua basi. Mimi unajua nitakusubiri wewe. Haya sawa. Sawa. Haya sasa hapa umepangaje? Kaka naye bwana, ndio maana nikupigia simu wahi. Mvua nyingi, yani shughuli kibao, yani niko busy kweli. Sawa. Kwa hiyo ndio nikaona leo hapana isipite hata kama kuna mvua. Ndio, nimekuja nayo. Nashukuru sana kakangu. Sawa, sasa hapa kuna maandalizi kidogo tumeshayaandaa. Ndio. Kama sufuria za kupikia, maji, mboga, bado turubai. Na shehe labda kuni. Shehe sasa kwa sababu umekuja hapa haribiki kitu. Hilo la shehe nikasema inamwachia kakaangu. Yule huyu ya mchumba mwenyewe. Yaani huyu mchumba ambao ni wa kwetu sisi. Au Mariamu. Ndio. Yeye kuhusu mahali yake ameshataja. Ameshataja. Kwa kweli asubuhi tu hiyo siku ikifika rasmi sasa na sawa. Kuhusu labda sherehe kwa mfano labda kusherehesha. Yani kwa mfano kama labda zile shamla. Zile hazina shida kaka. Yaani kaka kesho patashika nguo kuchanika. Kweli? Sio umeona tena? Na mikono imechafuka. Yaani hapaharibiki kitu hapa. Sawa. Mambo mazuri. Hamna shida. Basi kama tu wewe jumwae. Sasa mimi nilikuwa nataka niongee na Mariamu. Kaka ulijuaje? Hilo ni jambo jema sana. Watoto wa siku hizi unaweza kusema labda yuko fit. Alafu baada ya kuolewa tunapata aibu. Saizi hapa mzee shida. Yaani upo vizuri sana. Umeshakumbuka hapo kakangu? Nimekumbuka. Haina shida. Unaona nikaona niongee naye kwa sababu watoto wa siku hizi unaweza ukachukua mahali au mali alafu yeye hajali mahali yake aliyochukua aliyotaja haijali. Yeye anajua tu mara imetokea jitu. Hajui kama watu wameandaa gharama kiasi gani. Yaani hiyo haijalishi, yeye anajua ya kwake. Ila kwa kaka yangu kwa sababu ushapawaza, ngoja nimuite Mariamu. Hamna shida. Mariamu. Njoo mwanangu. Na mbona unakuja umenuna hivi? Hamna mama. Ndio uoga huo harusi. Saki utaolewa mwanangu, shakuwa hivi. Jambo. Salama. Sasa mimi nimekuja na kuuliza kuhusu swala lako la uchimbo huko, umekubali? Ndio mjomba, nimekubali. Kweli? Kwa mara moja. Ndio. Manake ikawa tunashughulika na mambo haya afu baadaye wewe unakuwa na mambo yako chini ya carpet. Kuna mambo yako mengine labda watoto siku hizi nyinyi hamueleweki. Sio nimetoka huko na safari zao, yani safari ndefu na mvua nimekuja mpaka hapa kwa ajili ya shughuli yako. Sawa? Nakuja hapa tunahangaika hapa na mvua, tunaona mvua hii. Alafu baadaye watu wanahangaika na harusi. Baada ya siku 3-4 huko mtu tayari ushapolwa. Nakuja kujibu mada nyingine, mimi unajua sipendagi. Basi sawa, mimi nimekuitia hiyo. Unaweza kaenda kuendelea na shughuli zako na sisi tuendelea na mambo mengine.
Sasa bwana Kunyufu. Naam. Nafikiri mwanangu shughuli ambayo tulikuwa tunasubiria ishafika ndo leo. Sawa. Sasa ninachokusihi, naomba ufuate maelekezo ambao utakayopewa. Mzee, mimi nimekuelewa. Mimi nitapata maelekezo yako ulionipa. Nitaenda sawa kama nilivyopanga. Kikubwa tu tuombe Mungu. Yule demu anaolewa leo saa 8. Kwa hiyo nakuomba uandae vijana wako twende mkanisaidie mwaneno. Wewe mwenyewe vile vile ni kijana wangu. Ushanielewa? Hilo sipingi. Sema hiyo location hautotokea, sawa? Sitotokea. Sema tukio hautokuwepo, unaelewa? Sasa wewe unafanya wewe unataka kwenda. Yote tunapanga. Wewe ndio kama mkubwa, mimi nakusikiliza wewe. Balati kama akirudi, wewe kuna kona nitaelekeza mnaenda kukaa, sawa? Tunafanya kweli, hatufanye kuegeza ujue. Poa, nimefurahi mwanangu. Tunajua. Tutaenda kuchora kwanza, ushanielewa? Tutaenda pale kwenye shule ndio tunachora hapo. Tutaniko, ushanielewa? Elekeza mazingira tu. Dai. Fanya kweli. Ukileta dharau mimi nachukua tambo afu na mwenyewe vile vile nakupiga. Kwa baridi mwanetu. Wewe usifeli mwanangu ujue. Wewe mwanangu unanijua. 15. Kaso. Oya. Haina kuchekesha hiyo mwanangu. Yapunguzeni maneno, msiropoke ropoke familia. Ndio hicho alichambua chele leo, kesho tualichambua tena. Ubaya na wenye husda utawaweka pabaya. Familia alisilima yatupasa tuwe sawa. Macho yangu yanaona kama hili kuna watu wamenuna hawaamini kufikia jambo hili. Mshajiandaa? Sawa. Haya poa. Mimi natemegea nyewe mnajua. Haya poa. Sawa.
Nini kwani? Nini kwani vipi? Na maana uelewe kitu. Nielewe nini? Nini nilichoelewa mimi? Hebu sikiliza basi. Mimi na mazungumzo na. Mazungumzo gani wewe? Wewe uone watu pale wanacheza. Sasa watu ndo nini? Bana tena na mimi. Yaani kiukweli mimi sijaelewa kabisa. Kwani kuna nini? Tuko tunacheza ngoma shoga yangu, nakwambia ngoma pame, maana tunaona watu wamemteka mwali. Wewe yangu. Nakwambia hapo kutakuwa kuna kitu basi. Sijajua lakini shoga yangu kwambie. Yule mwali naye pambe. Eti wa moto. Wa moto kila mtu. Labda kule watakuwa wanajua. Hata mama yake ajui. Ajui? Kuna yule mgeni mjomba wake yule alokuja juu kwa anika kwenye shughuli ba. Pia hajui. Usiniambie. Kumekuja mgeni pale ndio katoka Dar, kasema ngoja aje kwenye shughuli ya mwanangu. Kamtia aibu mjomba wake. Sasa Kabwilegu, nisikilize kwa makini. Nisikilize bwana. Jambo kama unavyoliona. Jambo hili limefanyaje? Limeharibika. Lakini sitoshe mimi naye tunafahamiana. Ushanielewa? Hapo wenyewe vichwa vyetu vyote vimevurugwa. Tunafikiria ndugu yetu yupo wapi na tumtampata vipi? Hatujui yupo salama au amekufa. Ushanielewa? Kwa hiyo cha msingi mimi ninachokuomba kwa sasa, wewe chukua jeshi lako kwanza, ondoka. Sisi tukimaliza kikao cha familia, mimi nitakutafuta. Haki ya mtu haizulumiwi.
Ni kweli Majogo, nimekuelewa, lakini mbona sana hapo? Sisi tayari kwamba kazi tushamaliza na bajeti tayari imeshaiweka. Bajeti ni kweli tumeiweka. Yaani hilo mimi ndo maana nikakwambia jasho la mtu alizulumiwi, si unanielewa? Wewe wale wanakuelewa sana. Mimi nikiongea nao najua wale hauni hawawezi kunielewa. Wale hawezi kukuelewa. Ushanielewa? Wewe ongea nao. Baada ya masaa machache sisi tukimaliza kikao cha familia, kwa sababu wale wengine pia nao watafanyaje? Sasa sikilizeni jamani, sisi tuko chemba. Hiyo ni rushwa sasa. Hiyo ni rushwa. Hii kadi tumepiga. Unaona? Hiyo rushwa. Sasa sikilizeni. Mnaongea lipi muda wote? Mnaongea lipi hiyo rushwa? Hebu tuelekeze. Kasemaje mjomba? Kasemaje? Pale kaitwa nani? Si mkuu wa mkoa. Ndio. Kwa hiyo mpaka mimi natoka. Shamaliza atakapoondoka. Sikilizeni kwanza basi na mimi kwamba nataka niongee nini. Sikiliza. Sisi si binadamu. Sawa, kama si binadamu, swali likishatokea kama vile. Kweli sisi sawa tumekuelewa. Yeye kama yeye anasemaje kwa mfano, yeye kama yeye anasemaje kwa mfano, maana tumetoka Kiongozi tumeacha kazi yetu. Tutaki maongezi ni hela itoke. Lakini mpaka sasa hivi yeye anasikilizia kwamba yule mtoto aliotekwa kwanza ameenda bisha. Hilo la kwenu. Hilo la kwao. Hilo la kwao. Vitu tumekuja kikao. Sasa Weniga, subiri, ngoja bwana. Hebu sikiliza. Waniga. Kwanja wenu tunawapa. Haya pitia hata masaa mawili hela yenu mtapata, lakini kwa sasa hivi tungeomba mtuache walau masaa machache. Vichwa vya moto. Yaani hapa kama sawa mjomba, vichwa vya moto, vichwa vya moto tunataka. Wengine hatujala. Kani mjomba mwali katoka hajatoka. Alafu mtaka vichwa moto. Sema kuuliza swali. Wewe ndio hapa au? Ndio hapa. Fanya hivyo mazingira basi mimi nipite hivi. Si unajua msala au? Kausha basi. Chapchapu basi. Unasikia hiyo? Usiniambie hivyo, wewe tutawasiliana. Kwa msala au? Sasa Ndio huyo hapo. Ndio huyu. Kinachofuatia nini? Kinachofuatia. Damtu, naona mimi nishafanya kazi yako, nishamaliza. Jibu lipo kwako sasa. Sasa mbona haraka hivyo? Wewe maliza nene basi tuondoke. Mbona mambo yanakuwa mengi? Ndio tunasikiliza mambo, mimi nishamaliza. Shika mbanga wako mwanangu wewe hapo. Mbona mambo yanakuwa mengi?
familia.